ya Profesa. Nipe mali kaitupa tena kwa Pacome Zouzoua. Na penyeza nafasi nzuri sana ile. Oh wow! Pacome Zouzoua akaitupa pasi tamu ile. Duba kaitupa kwa Maxi Pia Nzengeli. Pacome Zouzoua ni mmoja wa wachezaji waliopanda chati kwa kasi zaidi barani Afrika. Akitoka katika mitaa ya Abidjan nchini Ivory Coast na kufika kuwa nguzo muhimu ndani ya Young Africans. Safari yake imejaa uvumilivu, misukosuko na ushindi unaonesha ukuaji wa mchezaji aliyebeba kipaji na maono ya kufika mbali. Alizaliwa tarehe 30 Aprili mwaka 1997 nchini Ivory Coast, taifa linalojulikana kutoa vipaji vikubwa katika soka. Akiwa kijana, Pacome alianza safari yake na klabu za ndani kama vile Williamsville FC ambako alionyesha mwanga wa kipekee wa kucheza kama kiungo mshambuliaji mwenye kasi, ubunifu na uamuzi wa haraka. Baada ya kung'ara katika ligi ya Ivory Coast, Pacome alipata nafasi ya kwenda Ulaya, akicheza katika timu za vijana na zile za daraja la juu katika nchi kama Jamhuri ya Czech na Latvia. Ingawa hakupata kutamba sana Ulaya, hatua hizo zilimpa uzoefu na uimara kimchezo ambao baadaye ungekuwa msingi wa mafanikio yake Afrika. Baada ya kurejea nyumbani, alisajiliwa na ASEC Mimosas, moja ya klabu kubwa na kongwe zaidi nchini humo. Ndani ya ASEC, Pacome aliibuka kuwa mchezaji wa kiwango cha juu sana, akishinda tuzo na kutambulika kama mmoja ya viungo wabunifu zaidi katika ligi hiyo. Mwaka 2023 ulikuwa mabadiliko makubwa kwa Pacome baada ya kusajiliwa na Young Africans. Hapo ndipo jina lake lilipoanza kupenya kwa nguvu katika soka la Afrika Mashariki. Ndani ya muda mfupi, kiwango chake kilimfanya kuwa kipenzi cha mashabiki wa Yanga kwa uwezo wake wa kupenya na pasi zenye macho matatu. Ameonekana kuwa mchezaji mwenye uthabiti, akili ya mpira na uwezo wa kubadilisha mchezo ndani ya dakika chache. Kwa Yanga, Pacome si tu mchezaji, ni injini ya ubunifu na chanzo cha ushindi. Ubora wake uliifanya klabu kumuongezea mkataba na kumfanya kuwa sehemu ya mpango wa muda mrefu. Profesa Pacome Zouzoua anafanya unyama mwingi, na Simba ni wanyama, anafanywa unyama na Profesa. Huyu hapo. Kiwango chake kisichopingika kilimfikisha hadi kuitwa katika timu ya taifa ya Ivory Coast, hatua inayothibitisha kuwa mchango wake unatambulika nje mipaka ya klabu yake. Ni mchezaji ambaye anaendelea kukua na kuonekana kama mmoja ya viungo wa kisasa barani Afrika. Pacome anajulikana kwa ubunifu wa hali ya juu katika eneo la mwisho, kasi na uwezo wa kupenya mabeki. Umakini wake katika pasi za mwisho, ujasiri na utulivu katika kufanya maamuzi magumu. Ni mchezaji ambaye anaweza kubadili kasi ya mchezo, kupanga mashambulizi na kutengeneza nafasi zisizotarajiwa, kitu kinachomfanya kuwa nyota adimu katika soka la Afrika Mashariki. Safari ya Pacome Zouzoua ni hadithi ya juhudi, uthubutu na maendeleo yanayoonekana hatua kwa hatua kutoka nchini Ivory Coast hadi kuwa sura mpya ya mafanikio ya Yanga. Amekuwa mfano wa mchezaji anayeinuka kwa ubora kuliko maneno. Kama ataendelea na mwenendo huu, yeye ni moja ya majina yanayotarajiwa kuacha alama kubwa katika historia ya soka la Afrika. Yazidi kwa Profesa Pacome Zouzoua. Amechezea foul. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanaana physically. Pacome Zouzoua unyama ni mwingi sana kwa Profesa. Kama mamia hivi, niache kwanza. Edwin Barua ndiye yeye ambaye akaenda chini.